na kusalimia kwa jina kuu la Yesu Kristo aliye moto lao. My name is Prophet Pastor Charles Iromo, Ambassador of God worldwide. Nabii na mchungaji Charles Iromo, balozi wa Bwana duniani. Ujumbe ambao Mungu ameletea nikupe unasema umezaliwa ili upigane, au tumezaliwa ili tupigane. Naomba nisome Ufunuo 12:12. Neno la Mungu linasema hivi: kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule Ibilisi ameshuka kwenu, mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa wakati wake ni mchache. Tasoma 13 kidogo. Na ile joka alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Neno la Mungu linasema tangu shetani atupwe duniani, neno la Mungu linasema mbingu zishangilie na wote waliomo mbinguni washangilie. Lakini neno la Mungu linasema ole wa nchi na bahari, kwa kuwa yule mwovu ametupwa kwetu. Sikiliza neno la Bwana. Neno la Mungu linasema ole wa nchi na bahari, kwa kuwa yule mwovu ametupwa kwetu. Neno la Mungu linasema tangu shetani atupwe duniani, katika nchi na kwenye bahari, yani duniani, mwanadamu anayezaliwa katika dunia hii, yule mwenye nia ya kwenda peponi au mbinguni, yule mwenye nia ya kutimiza kusudi la Mungu duniani, yule mwenye nia ya kuyafanya mapenzi ya Mungu, yule mwenye nia hizo amezaliwa ili apigane. Kwa nini? Huwezi kuepuka vita ukiwa na nia kwenda peponi au mbinguni. Huwezi kuepuka vita kati yako na shetani ukitaka kutimiza kusudi la Mungu duniani. Huwezi kuepuka vita kati yako na shetani ukitaka kuyatimiza mapenzi ya Mungu duniani. Ukitaka kuepuka, labda usiwe na mpango wa kwenda mbinguni, hapo unaweza usiwe na vita sana na shetani, utakuwa nayo lakini sio kubwa sana. Na nataka kusema ni nini? Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ambaye ana nia ya kwenda peponi au mbinguni amezaliwa ili apigane. Mwanadamu mwenye nia kutimiza kusudi la Mungu duniani au kuyafanya mapenzi ya Mungu duniani amezaliwa ili apigane. Nazungumzia vita kati ya mwanadamu na shetani, sio vinginevyo. Na neno la Mungu linaenda mbali zaidi. Ukisoma Mathayo 4:1-10, tunaona Yesu anapigana na shetani kutumia neno la Mungu. Shetani anasema na imeandikwa, na Yesu anasema imeandikwa, na Yesu akamshinda na zaidi ya kumshinda. Na ukisoma Yohana 15:B, Yesu anatuambia sisi hatuwezi kufanya neno lolote bila yeye kutuwezesha. Nachotaka kusema ni nini? Yesu katika ulimwengu wa roho yuko tayari kutuwezesha, kwa sababu yeye alimshinda shetani. Yupo tayari kutuwezesha na sisi kumshinda shetani ili tuweze kumpendeza Mungu. Kwa nini? Na sisi pia tumezaliwa ili tupigane, kwa sababu tuna nia kwenda peponi, tuna nia kutimiza kusudi la Mungu duniani, tuna nia ya kufanya mapenzi ya Mungu duniani siku zote za maisha yetu, na kutimiza kusudi la Mungu duniani siku zote za maisha yetu, na tuna nia kwenda peponi. Kwa sababu hiyo hatuwezi kukwepa vita kati yetu na shetani. Hata wale wasiokuwa na nia kwenda peponi wala kutimiza kusudi la Mungu wala kufanya mapenzi ya Mungu, nao sio kwamba hawatakuwa na vita na shetani kabisa, watakuwa nayo, ila sio kubwa. Jumbe ambao Mungu amenituma nikuletee unasema umezaliwa ili upigane. Kwa sababu hiyo usimwogope shetani. Yesu aliyemshinda shetani yuko tayari kutuwezesha kumshinda shetani, kutupa upako wa kumshinda shetani na ili tuweze kumpendeza Mungu. Ndiposa Rumi 8:37 neno la Mungu linasema hivi: katika mambo yote
Naomba nisome neno la Bwana. Rumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Neno la Mungu linasema katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Yaani kwa nguvu za Mungu. Mungu ametupa upako wa kumshinda shetani na zaidi ya kumshinda. Ndio maana nasema tumezaliwa ili tupigane. Na neno la Mungu likaenda mbali zaidi. Ukisoma kitabu cha Isaya 13:4b, neno la Mungu linasema hivi. Isaya 13:4b, neno la Mungu linasema hivi: Bwana wa majeshi anapanga jeshi kwa vita. Sikiliza nikwambie, unaposhindana na shetani, ukipanga jeshi pamoja na Bwana, ukipanga vita pamoja na Bwana, lazima utamshinda shetani. Kwa nini? Umejiconnect na Mungu wa mbingu na nchi, Bwana wa vita, kama ilivyoandikwa Kutoka 15:3. Bwana ni mtu wa vita. Ukijiconnect na Bwana wa vita, lazima utamshinda shetani, kwa sababu atakupa upako wa kumshinda shetani. Kwa nini? Umezaliwa ili upigane. Mungu amenipa message ili usiogope vita. Mungu amenipa message kwa usiogope vita. Kwa sababu gani? Watoto wa Mungu na watu walioumbwa na Mungu mara nyingi wamekuwa wakiogopa vita kati yao na shetani. Sikiliza neno la Bwana. Inatupasa kuwa nyenyekevu na kuepuka kupigana na watu. Lakini neno la Mungu limetupa kibali maalum cha kupigana na shetani na kushinda vita. Ndio maana neno la Mungu linasema kitabu cha Wakorinto wa pili mstari Wakorinto wa pili 2:11, shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Mstari wa 11b inasema kwa maana hatukosi kuzijua fikra zake. Neno la Mungu linasema hivi, shetani hatukosi kuzijua fikra zake. Sikiliza nikwambie kitu. Ukitaka kumshinda adui yako yoyote, ukijua maarifa yake, akili yake, mbinu zake, umemshinda. Na neno la Mungu linasema sisi Mungu ametufunulia akili ya shetani, maarifa ya shetani, hekima ya shetani. Kwa sababu hiyo neno la Mungu linasema hatukosi kumshinda shetani, kwa sababu hatukosi kuzijua fikra zake. Nachosema ni nini? Mungu amekupa upako tayari wa kumshinda shetani. Kwa hiyo neno la Mungu linasema usimwogope shetani. Na neno la Mungu linasema umezaliwa ili upigane. Najua watu wengi, watoto wa Mungu na watu wa Mungu, hawapendi vita na shetani. Lakini ukiwa na nia ya kwenda mbinguni, ya kutimiza kusudi la Bwana duniani, au ya kufanya mapenzi ya Mungu duniani, huwezi kukwepa vita na shetani. Na neno la Mungu linasema hivi, na ahimidiwe Bwana mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Zaburi 144. Zaburi 144 inasema hivi, mstari wa kwanza, na ahimidiwe mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita. Narudia tena, Zaburi 144, na ahimidiwe Bwana wa mwamba wangu, anifundishaye mikono yangu vita na vidole vyangu kupigana. Sikiliza neno la Bwana. Bwana yuko tayari kufundisha mikono yako vita na vidole vyako kupigana. Na kwa nini nakupasa kupigana? Kwa sababu umezaliwa ili upigane. Kwa nini nakupasa kupigana? Kwa sababu ukitaka kwenda mbinguni lazima upigane na shetani. Kwa nini nakupasa kupigana? Kwa sababu ukitaka kutimiza kusudi la Mungu duniani lazima upigane na shetani. Kwa nini nakupasa kupigana na shetani? Kwa sababu ukitaka kuyafanya mapenzi ya Mungu duniani lazima upigane na shetani. Hivi vita haviepukiki. Vidole vyako, Mungu yuko tayari kufundisha mikono yako vita na vidole vyako kupigana. Nachosema ni nini? Umezaliwa ili upigane. Usiogope vita na shetani. Na nikupe siri nyingine. Shetani akikupiga ngumi moja, wewe mpige ngumi 1000. Ukiwa na tabia hiyo, shetani atakuweza. Shetani akikupiga ngumi moja, wewe unamkamata. Kwa neno la Bwana unampiga ngumi 1000. Ukiwa na tabia hiyo, utamshinda shetani na zaidi ya kumshinda, kwa sababu hatukosi kuzijua fikra zake, kama ilivyoandikwa Wakorintho wa pili
2:11. Naomba niombe na wewe. Inawezekana unasema, balozi wa Bwana duniani, mimi kila nikijaribu kupigana na shetani nishinde dhambi, naanguka tena. Nampokea Yesu, naanguka, narudi tena dhambini. Nampokea Yesu, narudi tena dhambini. Na mwingine anasema, balozi wa Bwana duniani, mimi ni mdhaifu, shetani amenishambulia kwenye eneo la udhaifu, la ugonjwa. Naomba maombi. Wote naomba tuombe. Naomba useme, Bwana Yesu, mimi mwenye dhambi, naomba unihurumie na unisamehe. Ufute jina langu kwa kitabu cha hukumu, uandike kitabu cha uzima. Karibu Yesu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Miliki maisha yangu na nakataa kazi za shetani zote tangu sasa na hata milele. Tawala maisha yangu Yesu, tangu sasa na hata milele. Na asante kunisamehe dhambi zangu zote, makosa yangu yote. Amen. Ongera kumpokea Yesu. Naomba nikuombee wewe ambaye unahitaji upako maalum ili uweze kushinda dhambi na kumshinda shetani, ili usianguke tena kwenye dhambi. Maana kile ukiokoka unarudi nyuma, unatenda dhambi. Leo ni mwisho. Naomba niombe na wewe, na wewe mdhaifu, naomba ushike panapouma, niombe wote pamoja. Baba, katika jina la Yesu, kwa hiyo mtoto wako ambao kila kiokoka akikupokea wewe Yesu anaanguka tena, anarudi nyuma, na achilia upako maalum kwa mamlaka yako yote na nguvu zako zote wa kushinda dhambi na zaidi ya kushinda, kwa jina la Yesu Kristo aliye moto lao. Tangu sasa na tabidi hataanguka tena, kwa jina la Yesu aliye moto lao. Karabasaka raba shanda rabas. Na naomba kati naendelea kuombea, weka mikono yako katika skrini, weka mikono yako katika skrini, haijalishi ya simu, ya kompyuta, ya TV. Naomba weka skrini, naendelea kuombea. Baba, katika jina la Yesu, naachilia upako maalum wa kushinda dhambi na zaidi ya kushinda, na natangaza kwa jina la Yesu, na iapisha mashariki, magharibi, kusini, natangaza ya kwamba hataanguka tena, kwa jina la Yesu aliye moto lao. Bwana, ule upako uliotumia kunisimamisha mimi katika wokovu, katika mapenzi yako, Bwana, na uachilia juu ya mtoto wako, juu ya mtu wako, kwa mamlaka yako yote na nguvu zako zote, mara zinazohitajika. Na yule mdhaifu ninaulani na uapisha huo udhaifu wa kichwa, udhaifu katika miguu, udhaifu katika tumbo, na uapisha kwa jina la Yesu, na iapisha roho ya ugonjwa na udhaifu kwa jina la Yesu aliye moto lao, na kwa damu Yesu na ilani na amuru yeyuke na ipotee kwa jina la Yesu aliye moto lao. Na achilia nguvu ya Mungu ya uponyaji, na achilia nguvu ya Mungu ya uponyaji ikushikia utosi hadi uwayo, na achilia uzima utosi hadi uwayo, kwa mamlaka yote ya Kristo na nguvu zote za Kristo, mara zinazohitajika. Amen. Inawezekana unahitaji maombi zaidi, naomba uandike namba zetu za simu, ni 0655339116. Masaa 24 simu zetu ziko hewani, tutazidi kuombea zaidi, na Mungu akikupa kibali tunaukaribisha kanisani Tegeta. Kama unaenda Madale, ukiwa unaenda Madale, kuna kituo kinaitwa Bucha, utaona kuna bango limeandikwa balozi wa Bwana duniani, na litakuelekeza kanisa lilipo. Karibu kanisani, tuendelee kushirikiana na kujengana kiroho katika safari ya kwenda mbinguni. Mungu akubariki. Amen.